Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO lasaidia Rwanda kuimarisha sekta ya chai ili kuinua maisha ya wakulima wadogo. Tumefundishwa na wataalamu wa kilimo mbinu bora za kilimo cha chai. Hivyo sasa tunajua namna ya kuchagua majani bora wakati wa mavuno. Na leo katika Jifunze Kiswahili tunabisha hodi Chuo Kikuu cha Nairobi, Kenya kupata ufafanuzi wa methali. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 4 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya watoto wasio na hatia walioathiriwa na ukatili. Na mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina maalumu kuhusu kilimo cha chai nchini Rwanda, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea. Asante Arnold. Mlinda amani wa Umoja wa Mataifa anayehudumu nchini Lebanoni amefariki dunia na wengine 2 wamejeruhiwa mapema hii leo Alhamisi baada ya makombora ya mizinga kulenga eneo lao la kazi karibu na Marjaun, kusini mashariki mwa nchi hiyo, imesema taarifa ya kikosi cha mpito cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anatarajiwa kutoa taarifa kuhusu tukio hilo muda wowote kuanzia sasa. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limesema chakula kisicho salama kinaendelea kuwa tishio kubwa kwa afya ya umma duniani, kikisababisha takriban wagonjwa milioni 866 na vifo milioni 1.5 kila mwaka, huku watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 wakiwa katika hatari kubwa zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo mpya, watoto wadogo ambao ni 9% tu ya idadi ya watu duniani wanachangia karibu theluthi moja ya magonjwa yote yanayosababishwa na chakula. Na leo ni siku ya watoto wasio na hatia waathirika wa ukatili duniani. Maadhimisho haya yanakuja wakati ambapo ripoti ya mwaka ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu watoto na migogoro ya silaha inaonyesha kwamba ukatili dhidi ya watoto katika migogoro ya silaha ulifikia kiwango kisicho cha kawaida mwaka 2024, huku kukiwa na ongezeko la 25% la ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ikilinganishwa na mwaka uliopita. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Je, wafahamu maana ya methali kula kiliwacho kisicholiwa ni sumu? Kama la, basi ungana nami hadi katika kipengele cha Jifunze Kiswahili. Integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina ambayo hii leo inatupeleka nchini Rwanda. Kufuatia changamoto zinazoongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kupanda kwa gharama za mbolea na ushindani wa masoko ya kikanda, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO linashirikiana na nchi ya Rwanda kutekeleza mkakati mpya wa kuimarisha sekta ya chai, lengo likiwa ni kuboresha zao hilo na kuinua pato la mkulima. Nini kinafanyika? Faisal Kirwa anatujuza zaidi. Video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO inaanza Gisakura, wilayani Nyamasheke nchini Rwanda. Taswira kutoka angani inaonyesha kijani kibichi, maana haya ni mashamba makubwa ya chai iliyotanda katika vilima vya kijani kibichi, huku wakulima wanaonekana wakichuma majani ya chai kwa ustadi mkubwa. Takribani kilomita kadhaa kutoka hapo, katika wilaya ya Nyaruguru kusini mwa Rwanda, mkulima Bertrand Nyaranzigie mwenye umri wa miaka 65 anaonekana akichuma majani ya
ya chai na kuyaweka kwenye kikapu mgongoni. Bertrand ambaye hapo awali alikuwa mkulima wa kujikimu kwa kulima mihogo na mahindi, sasa ni mfanyabiashara wa chai anayewaajiri wafanyikazi 7 katika shamba lake la chai. Kupitia mafunzo aliyoyapata kutoka kwa wataalamu wa kilimo wanaosaidiwa na serikali na FAO, sasa anaelewa namna ya kuvuna majani bora zaidi ya chai ili kuongeza ubora wa mazao yake. Chai cy'u Rwanda kugira ngo kibe cyiza. Kinachofanya chai ya Rwanda kuwa bora ni namna tunavyotunza mashamba yetu. Tunavuna majani yenye ubora wa hali ya juu pekee. Tumefundishwa na wataalamu wa kilimo mbinu bora za kilimo cha chai. Hivyo sasa tunajua namna ya kuchagua majani bora wakati wa mavuno. Video ya FAO inatuleta eneo jingine. Hapa ni kiwandani. Wafanyakazi wanaonekana wakichakata majani yaliyovunwa shambani, huku magunia yakipangwa tayari kwa usafirishaji kwenda kwa masoko ya nje ya nchi. Bodi ya Taifa ya Maendeleo ya Mauzo ya Mazao ya Kilimo Rwanda, NAEB, inaeleza kuwa ubora wa chai ya Rwanda unatokana na mchakato mzima wa uzalishaji kuanzia shambani hadi kiwandani. Afisa mkuu wa uendeshaji wa NAEB, Sandrine Urejeni, anasema uzalishaji nchini humo unazingatia viwango vya kimataifa. It's grown on large scale. Majani ya chai ya Rwanda huzalishwa kwa kiwango kikubwa, lakini lazima ichumwe kwa mikono kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha wakulima wanachagua majani bora. Pia tunahakikisha usindikaji wake viwandani unafuata viwango maalum. Mchanganyiko wa hatua hizi zote ndio unaifanya chai ya Rwanda kuwa bora. Make the tea from Rwanda a good one. Kwa mujibu wa FAO, chai ni zao la pili kwa mauzo ya nje ya nchi Rwanda baada ya kahawa. Zaidi ya watu 100,000 wanahusika katika mnyororo wa thamani wa zao hilo kuanzia uzalishaji au usindikaji na biashara. Hata hivyo, sekta hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo gharama kubwa ya usafirishaji kutokana na Rwanda kutokuwa na bandari pamoja na athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwakilishi wa FAO nchini Rwanda, Mohamed Audhahir, anasema kutokana na mazingira hayo, Rwanda imeamua kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa chai ya ubora wa juu badala ya kuzingatia wingi na uzalishaji pekee. Rwanda inalenga zaidi ubora, viwango na upatikanaji wa masoko bora. Hiyo ndiyo nafasi yake ya kipekee kutokana na hali ya uzalishaji, jiografia ya nchi yenye milima mingi, idadi ya wakulima wanaohusika, na pia ukweli kwamba nchi haina bandari ya bahari. Kutokana na sababu hizo zote, serikali pamoja na FAO tunaamini kuwa kuwekeza katika ubora ndio mwelekeo sahihi kwa taifa. Kupitia mpango wa FAO wa MAFAP unaosaidia nchi kuchambua na kuboresha sera ya kilimo na biashara ya mazao, Rwanda sasa inaandaa mkakati wake wa kwanza maalum wa sekta ya chai. Mkakati huo unalenga kuongeza uzalishaji, kuimarisha ubora wa chai na kuongeza thamani ya bidhaa zinazotokana na zao hilo. Tukirejea shambani, kwa wakulima kama Bertrand Nyarisigie, kilimo cha chai kimemletea mabadiliko makubwa ya maisha. Leo hii ana uwezo wa kulipa bima ya afya, ada za shule za watoto wake na hata kununua ng'ombe kwa ajili ya familia yake. Baada ya kuanza kulima chai, maisha yangu yalibadilika. Sasa ninaweza kulipa bima ya afya kwa wakati, kulipa ada za watoto wangu na kuboresha maisha ya familia yangu. Nimenunua ng'ombe na sasa tunapata maziwa nyumbani. Maisha yangu yameimarika sana tangu nianze kilimo cha majani chai. Maneja mkuu wa kampuni ya Scone inayowasaidia wakulima wa chai katika wilaya ya Nyaruguru, Vincent Hategekimana, anasema majani ya chai ni zao la muda mrefu ambalo linaweza kunufaisha vizazi kadhaa vya familia moja. Majani ya chai ni zao la kudumu. Mara nyingi wazazi ndio wanaolima, lakini wanaonufaika zaidi ni watoto wao na hata wajukuu zao. Ni uwekezaji wa muda mrefu unaoendelea kutoka kizazi hadi kizazi. From parents to children up to even grandchildren. Katika video hii ya FAO, wakulima wanaonekana wakiendelea kuvuna chai katika mandhari ya vilima vya Rwanda vinavyojulikana kama nchi ya vilima elfu. Licha ya changamoto zilizopo, matumaini yanaongezeka kwamba mkakati mpya wa chai utasaidia kuongeza kipato cha wakulima wadogo na kuimarisha nafasi ya Rwanda katika soko la kimataifa la majani ya chai. Shukrani sana Faisal Kirwa kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali kula kiliwacho
kisicholiwa ni sumu. La kiliwacho kisicholiwa ni sumu ni methali iliyo na maana kuwa kile ambacho kinaliwa na binadamu ndicho kinapaswa kuliwa. Kile kisicholiwa ni sumu inayoweza kudhuru maisha yetu. Ni methali inayotukumbusha kwamba tutende mambo ambayo yanakubalika na ni ya kisheria, mambo ambayo ni mema. Kutenda mengine kutatupelekea pabaya na tutaangamia. Huenda tukatesa na hata wale walio karibu na sisi. Sumu ni kile kitu ambacho kinatudhuru. Sumu hii inapitia kwa kile tunachokila au kile tunachokitenda. Tuepukane na sumu kwa kula kile kinachohitajika. Shukran sana Dr. Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo na kunja jamvi leo, lakini tukutane tena Jumanne kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hiyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa zikijikita na mazingira. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.